Kutokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba The Babas. Kulipokucha kwa siku ya leo, kuna taarifa ambazo zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali ambazo zilikuwa zinaelezea tukio la kifo cha askari na zilikuwa zikisomeka hivi: hali ya simanzi imetanda katika jeshi la polisi jijini Arusha baada ya askari wa kituo cha polisi Omari Mnandi kuuawa kikatili kwa kupigwa na kitu kizito kichwani katika tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya baa ya Picnic eneo la Kaloleni jijini Arusha. Taarifa hiyo ilizidi kueleza kwamba kwa mujibu wa taarifa za uhakika kutoka chanzo chetu ndani ya jeshi hilo, marehemu Mnandi alikuwa akiwa na wenzake wakijiburudisha kwa vinywaji vya pombe katika baa hiyo kabla ya mauti kumkuta. Taarifa hiyo ilienda mbali zaidi na kueleza kwamba inaeleza kuwa majira saa 6 usiku marehemu alizidiwa na kilevi na kuamua kwenda kupumzika ndani ya gari lake. Hata hivyo, kwa bahati mbaya alifungua na kuingia katika gari la mtu mwingine lilokuwa jirani bila kujua sio la kwake. Mashuhuda walieleza kuwa alipolala usingizi mzito ndani ya gari hilo, wamiliki wa gari waliporejea muda mfupi baadaye walishangazwa kumkuta mtu asiyejulikana akiwa ndani ya gari hilo katika hali ya taharuki. Walimshambulia kwa kipande cha chuma kidhani ni jambazi na kusababisha majeraha yaliyosababisha kifo chake papo hapo. Baada ya tukio hilo, askari wenzake walikuwa naye walipokea taarifa za mauaji hayo na kufika katika eneo hilo la tukio. Wakakamata washukiwa 3 wanadaiwa kuhusika katika tukio hilo. Mwili wa marehemu ulipelekwa kuhifadhiwa katika hospitali ya mkoa Mount Meru mortuary, huku watuhumiwa wakishikiliwa katika kituo cha polisi Arusha kwa uchunguzi zaidi. Taarifa hizo zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ziliendelea kusema kwamba taarifa zaidi zinaeleza kuwa marehemu Mnandi alikuwa akiishi katika nyumba za askari polisi, yani police line, eneo la Faya jijini Arusha, na anatarajiwa kusafirishwa kwa mazishi mkoani Tanga alikozaliwa. Juhudi za kumpata kamanda wa polisi mkoa wa Arusha SP Justin Masejo ili kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu tukio hilo zinaendelea. Mmoja wa mashuhuda katika tukio hilo, John Richard, ambaye alikuwa ni miongoni mwa wateja waliokuwa katika eneo hilo, amesema kwamba tukio hilo lilitokea na lilileta mshtuko mkubwa kwa wengi kwa kuwa hawakujua kilichokuwa kinaendelea. Tulidhani kuna jambazi ameiba gari, watu wakaanza kukimbia huku wengine wakipiga kelele baada ya kusikia mtu anapigwa vibaya, kumbe ni askari wetu. Ni tukio la kusikitisha sana, alisema Richard kwa uchungu. Inaumiza zaidi kuona maisha ya mtu yanapotea kwa makosa madogo kama haya. Tunaiomba serikali iongeze elimu ya utulivu na mawasiliano katika maeneo ya starehe, aliongeza. Tukio hilo limezua majonzi makubwa miongoni mwa askari na wakazi wa jiji la Arusha, wengi wakieleza kusikitishwa na namna maisha ya askari huyo yalivyokatishwa kwa ukatili mkubwa. Mwisho wa taarifa ambayo hiyo ilichapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limetoa ufafanuzi juu ya tukio hilo kupitia taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha kwa vyombo vya habari, ambayo inaeleza kwamba ni taarifa kwa umma. Taarifa hiyo ya jeshi la polisi inasomeka kwamba taarifa kwa umma: watuhumiwa 5 wakamatwa kwa tuhuma za mauaji. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linawashikilia watuhumiwa 5 kwa tuhuma za mauaji ya Omari Mnandi mwenye umri wa miaka 30, askari wa polisi mkazi wa jijini Arusha. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo mnamo tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2025 muda wa usiku huko katika baa iitwayo Simaloi iliyopo maeneo ya Kaloleni jijini Arusha, ambapo walimjeruhi mhanga sehemu mbalimbali za mwili wake na kupelekea umauti wake wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi umebaini kwamba chanzo cha tukio hilo ni baada ya Omari Mnandi marehemu kutokana na unywaji wa pombe, ambapo ulipelekea kukosea uhakika wa gari lake namba T 402 CNC na kuingia kwenye gari namba T 734 AXR la mmoja wa watuhumiwa hao, ndipo wakaanza kumshambulia. Uchunguzi wa tukio hilo unakamilishwa ili hatua zingine za kisheria zifuatwe. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha. Hiyo ndiyo taarifa jeshi la polisi ikithibitisha mauaji ya askari Omari Mnandi mwenye umri wa miaka 30 aliyekuwa akihudumu nafasi hiyo ya uaskari katika mkoa wa Arusha. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi mwandishi msomi naitwa Korumba The Babas.
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.